Habari, naitwa Beni. Karibu katika channel ya Beni Kuku Farm. Katika channel hii tumekuwa tukielekezana mambo mbalimbali yanayohusu ufugaji wa kuku. Katika mwendelezo wa vipindi vyetu, leo tunataka tujadili kidogo kuhusu ufugaji wa kuku. Watu wengi wamekuwa wakikosea mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na ufugaji wa kuku, mwisho wa siku wanaanza kupata shida katika utunzaji wa kuku. Lengo la elimu hii ni kwamba ni kuhakikisha mtu ana uwezo wa kukuza vifaranga wake kutoka wadogo hadi wanakuwa kuku wakubwa bila kupitia changamoto ya vifo vingi. Sasa, nini kitakachofanya labda mtu mwingine anafanikiwa utunzaji wa vifaranga na mwingine anafeli katika swala zima la ufugaji wa vifaranga? Sasa, unapoamua kwamba uanze kutunza vifaranga mwenyewe, kuna mambo ambayo yanatakiwa kuzingatiwa. Cha kwanza, joto sahihi. Cha pili, chanjo kwa wakati. Cha tatu, chakula sahihi. Na 4, maji ya kutosha. Na 5 ni usafi wa mazingira ambayo vifaranga wanakuwa. Sasa hapa ndipo ambapo watu wengi huwa wanakosea. Kitu ambacho unatakiwa kuzingatia, hakikisha eneo ambalo umeamua kulichagua kwa ajili ya kutunza vifaranga wako liwe eneo ambalo ni safi na salama. Kitu cha kwanza kwamba liwe safi na salama. Kama umetengeneza brooder ya boxing au umetumia mailing board au kitu chochote kile, hakikisha usafi unazingatiwa kwa wakati. Na usafi tunavyosema ni usafi wa mazingira wanayoishi, usafi wa vyombo vya chakula, usafi wa vyombo vya maji ya kunywa, pamoja na chakula kiwe safi na maji wao wanakunywa maji safi na salama wakati wote. Huo ni usafi. Cha pili, tumesema joto sahihi kwa vifaranga. Vifaranga wanapokuwa wadogo, kuanzia siku ya kwanza, huwa miili yao haiwezi kufanya nini? Kubalance kiwango cha joto ambacho kinahitajika. Hivyo, kama utawaacha wakae sehemu yenye baridi sana, watakufa. Na kama watakaa sehemu yenye joto sana, pia watakufa. Kwa hiyo, unatakiwa kuhakikisha joto wanalolipata hao vifaranga ni joto sahihi. Na joto sahihi kwa wiki ya kwanza kabisa, yani zile siku 7 za mwanzo, joto linatakiwa liwe kati ya nyuzi sentigredi 32 hadi 35. Isizidi hapo wala isipungue hapo. Kwa hiyo nze 32 hadi 35. Na hilo joto ni wiki ngapi? Wiki ya kwanza. Na wiki inayofuata utapunguza 2, kutoka kwenye 32 utapunguza 2 hadi pale watakapoota manyoya makubwa na miili yao kuanza kuweza kujifanya kukabiliana na tatizo la baridi. Na chanzo cha joto, kama unalea vifaranga mwenyewe, inaweza ikawa taa za joto, yani kwamba ukatumia umeme kwa kutumia zile taa za joto, au taa ya chemli ya mafuta na itazalisha joto, au kuna hita za gesi. Pia kuna vyungu ambavyo unaweka mkaa, unauwasha, ukiwaka then unaweka kwenye brooder yako kwa ajili ya kutunza vifaranga. Kwa hiyo kuna njia mbalimbali ambazo zinaweza kukusaidia wewe kuweza kuhakikisha vifaranga wanapata joto sahihi. Joto sahihi ni msingi wa kufanya vifaranga waweze kuwa na afya na kuwapunguzia stress ambazo zinapelekea kinga za mwili kupungua. Kwa sababu joto likiwa kali, vifaranga wanaweza kupata stress, na stress zinapelekea kinga za mwili kushuka. Hivyo itakuwa rahisi kushambuliwa na magonjwa. Na pia joto kama litakuwa chini zaidi, pia watapata stress na pneumonia. Hiyo stress itapelekea kwamba kinga za mwili zishuke na mwisho wa siku kupata magonjwa kwa urahisi. Kitu kingine cha kuzingatia ni chanjo. Chanjo ni muhimu kwa vifaranga. Kuna chanjo ambayo inachanjwa kwa siku ya kwanza ambayo ni Marex. Lakini japo mara nyingi chanjo huwa tutoi kutokana na kwamba upatikanaji wake ni mgumu. Kwa hiyo chanjo ambazo tunazifahamu ni kuanzia chanjo ya siku 7
ambayo ni chanjo ya kideri, siku ya 14 chanjo ya gumboro, siku ya 21 marudio ya chanjo ya kideri, siku ya 28 chanjo ya gumboro marudio, siku ya 35 chanjo ya ndui, siku ya 42 dawa kwa ajili ya minyoo. Dawa kwa ajili ya minyoo. Na chanjo ambayo itakuwa inarudiwa kila baada ya miezi mitatu ni chanjo ya kideri tu. Wakati huo dawa za minyoo utawapatia kuku wako kila baada ya miezi miwili. Ukifanya hivyo, kuku wako wanaweza kuwa salama. Kitu kingine kitakachofanya kuku wawe salama ni chakula bora na chenye virutubisho muhimu. Chakula chenye virutubisho muhimu ni chakula bora ambacho kinakuwa kina mchanganyiko ambao una vitamini, protini, wanga, fati pamoja na vitamini na madini. Kwamba hivyo vitu vyote vikiwepo kwenye hicho chakula kwa uwiano sahihi, basi chakula tunasema ni chakula bora kwa ajili ya ukuaji mzuri wa kuku wako. Kwa hiyo chakula nacho ni nini? Ni muhimu, na uhakikishe chakula kimetengenezwa katika ubora unaohitajika. Kama huna uwezo wa kutengeneza chakula ambacho kiko bora, basi ni vyema ukanunua chakula cha viwandani ambacho kimeshatengenezwa na kimepimwa kuonekana kwamba kipo na ubora wa viwango vile vinavyohitajika sokoni. Hii itakusaidia itakusaidia kufanya vifaranga wako wakue kwa haraka na wawe na nyama nyingi na uzito wa kutosha kwa muda mfupi. Pia kuna maji. Tumesema kwenye swala la maji, hakikisha vifaranga wako wanapata maji ya kunywa muda wote yawepo, na maji yawe safi na salama. Hiyo itasaidia kwamba vifaranga wako wawe salama zaidi, kwa sababu kama watatumia maji machafu ni rahisi kupata homa za matumbo ambazo zitakusababishia utumie gharama nyingi katika matibabu. Na ukitumia gharama nyingi katika matibabu, ina maana unapunguza faida kipindi utakapokuwa unawauza hao kuku. Kwa hiyo inatakiwa haya mambo uyazingatie vizuri kabisa, ili changamoto zisiwe nyingi kwa ajili ya kupata faida kubwa na maendeleo mazuri katika mradi wako wa ufugaji wa kuku. Kama ni mara kwanza kuingia katika channel hii, gusa neno subscribe liko chini ya video hii, pia gusa kengele itakayojitokeza. Hii itakusaidia wewe kupata taarifa kila tuwekapo video mpya. Pia itatusaidia sisi kujua wangapi wanafuatilia channel yetu na kuipenda, ili tuendelee kutoa video nyingine ambazo zitasababisha au zitasaidia kuhakikisha unajifunza zaidi kuhusu ufugaji wa kuku kitaalamu. Asante, naitwa Ben. Kwa mawasiliano zaidi, kama unataka kujiunga na group letu la WhatsApp, unaweza kupiga simu namba 0746124684. Hiyo namba ipo WhatsApp, kwa hiyo unaweza ukaisave na ukatuma message WhatsApp, sisi tutakuunga. Narudia tena 0746124684. Hiyo namba ukituma message WhatsApp utakuwa tuna uwezo wa kukuunga kwenye grupu la mafunzo ya ufugaji wa kuku bure kupitia WhatsApp. Pia ukihitaji kujifunza mafunzo kuhusu uundaji wa incubator, tunatoa kila mwezi. Lakini haya huwa mafunzo ya uundaji wa incubator yanakuchangia kwamba kiwango ambacho utajichangia ni kiasi cha shilingi 15,000 tu. Mafunzo haya utajifunza kwa kutumia video, picha, makala za sauti pamoja na makala za maandishi, hadi kuhakikisha unaweza kuunda incubator yako, either manual incubator au full automatic incubator, kwa ajili ya kukuza mradi wako wa ufugaji wa kuku. Karibu sana, sisi tupo Njombe. Kama ukihitaji kujifunza, unaweza kuwasiliana na sisi, tutakufundisha uweze kutengeneza incubator. Hata kama hutakuwa na uwezo wa kutengeneza incubator, basi itakusaidia incubator ukinunua. Kuna matatizo yanaweza kujitokeza kwenye incubator, uwe una uwezo wa kufanya kuyatatua mwenyewe. Kiwango cha au kiasi ambacho kinatakiwa kulipia kwa ajili ya mafunzo ya incubator ni T-shillings au Tanzania shillings 15,000 tu. Karibu sana.